Mambo ni vipi mwana familia wangu? Ni time nyingine poa tunakutana hapa kuweza kuhabarishana na kujuzana machache kati ya mengi ya kimichezo ambayo yameweza kutufikia mezani kwetu muda huu hapa. Nasi tukaona ni vyema tuweze kukujulisha wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV uweze kufahamu kunani huko kwenye angazima la kimichezo na yamejiri mambo gani. Kama kawaida yetu tunatua pale kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani Yanga Sports Club kuangazia juu ya muendelezo wa timu hiyo ya klabu ya Yanga kwenye ile michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Bwana, muda huu ninavyozungumza na wewe tayari shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF wao wamekushaweza kutoa taarifa yao kuhusiana na mchezo kati ya Yanga dhidi ya timu ya JS Kabylie. Kama ninavyofahamu, klabu ya Yanga mara baada ya kutoka pale nchini Morocco Rabat watakuja kucheza mchezo wa mwisho pale New Aman Complex visiwani Zanzibar. Sasa kuelekea mchezo huo kati ya Yanga dhidi ya timu ya JS Kabylie, tayari shirikisho la mpira miguu barani Afrika CAF wao wameweza kutoa taarifa yao kuelekea mchezo huo hapo ambapo Yanga Sports Club atakopo nyumbani, na huu ni mchezo muhimu kweli kwa upande wa timu ya Yanga Sports Club katika harakati za kuwania tiketi ya kufuzu kwenda kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwenye hatua ya robo finali. Sasa ni taarifa gani hii ambayo shirikisho la mpira miguu barani Afrika CAF wameweza kuitoa kuhusiana na mchezo kati ya klabu ya Yanga dhidi ya timu ya JS Kabylie? Undani wa taarifa hii tutakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Ila cha kufanya sasa hivi mwana michezo wangu, naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi kabisa. Kama wewe hii ndio mara yako ya kwanza unajoin nasi hapa alafu bado hauja subscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Utafanyaje sasa ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa zetu zote mpya za kimichezo? Cha kufanya sasa hivi swala ni jepesi kabisa mwana familia wangu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza hayo maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha hakikisha unakwenda kutani on notification, maana kwa kufanya hivyo wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwana familia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana hiki ambacho nimekugusia hapo awali juu ya taarifa ambayo shirikisho la mpira miguu barani Afrika CAF wameweza kuitoa kuelekea kwenye mchezo kati ya klabu ya Yanga dhidi ya timu ya JS Kabylie. Sasa kama tunavyofahamu mara baada ya klabu ya Yanga kutoka pale nchini Rabat wakicheza dhidi ya timu ya FAR Rabat kutoka hapo nchini Morocco katika muendelezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kati yao dhidi ya timu hiyo ya FAR Rabat, na mchezo ukitamatika ndani ya dakika 90 klabu ya Yanga wakipasuka chuma moja kwa bila. Dakika za jioni kabisa klabu ya Yanga waliweza kupoteza mchezo licha kuonyesha jitihada katika dakika zote, lakini matokeo mazuri hayakuwa upande wao, maana klabu ya Yanga kwenye mchezo huo walikuwa wanahitaji angalau wapate sare ili waweze kujiweka vizuri kwenye zile harakati za kufuzu robo finali michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini kupoteza kwenye mchezo huo ni moja kwa moja klabu ya Yanga wamekushaweza kutengeneza njia ngumu kuelekea kufuzu robo finali. Njia yao tayari imeshajaa miba pamoja na mashimo ya moto. Sasa wakati klabu ya Yanga wanatarajiwa kurejea hapa nchini katika baada ya kumaliza mchezo kati yao dhidi ya timu ya FAR Rabat kutokea pale nchini Morocco, kibarua kinachofuata ni kati ya klabu ya sasa kipengele kinachofuata mara baada ya klabu Yanga kuweza kutamatisha mchezo huo hapo ni dhidi ya timu ya JS Kabylie, mchezo ambao Yanga hapa atakuwepo nyumbani na atahitaji angarau aweze kupata ushindi wa takribani mabao matatu dhidi ya timu hiyo ya JS Kabylie ili aweze kuhakikisha nafasi ya kufuzu kwenda kwenye hatua ya robo finali ya michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika. Labda nikusogezea haraka msimamo wa kundi B ambapo ndani yake kuna timu ya Yanga Sports Club mpaka sasa hivi jinsi unavyoonekana kabla ya mchezo wa mwisho ambao unazikutanisha timu ya Yanga dhidi ya JS Kabylie. Nafasi ya kwanza ni National Al Ahly, wao wakicheza michezo mitano na kuweza kujikusanyia takribani alama zao 9. Nafasi ya pili inashikiliwa na timu ya JS na timu ya FAR Rabat kutoka pale nchini Morocco, michezo mitano wamejikusanyia alama zao 8. Nafasi ya tatu Yanga Sports Club, michezo mitano alama zao 5. Lakini nafasi ya mwisho na ya 4 kwenye kundi hili inashikiliwa na timu ya JS Kabylie, wao wakiwa wamecheza michezo mitano na kujikusanyia takribani alama 3 pekee. Hivyo
Sasa ukiangalia hapo msimamo wa kundi jinsi namna unavyoonekana, ni zaidi shairi klabu ya Yanga safari yake kuelekea kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwenye ile hatua ya robo finali imekwisha anza kuwa ngumu, na watani zao wajadi wanaambiwa wamerudi kwenye ile calculator. Sasa ukiangalia vizuri hapo unaweza ukanielewa kitu gani na maanisha, ya kwamba klabu ya Yanga njia yake kiukweli imekuwa ngumu, maana anahitaji aweze kushinda magoli mengi licha ya kupata alama 3 muhimu, lakini anahitajika aweze kushinda magoli mengi zaidi. Sasa kwenye mchezo ambao klabu ya Yanga watakwenda kucheza dhidi ya timu ya JS Kabylie Februari 15 pale New Amani Complex visiwani Zanzibar, shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF wao bwana wamekushaweza kufanya maamuzi yao juu ya mwamuzi wakati atakayekwenda kusimamia sheria zile 17 za mpira wa miguu, na mwamuzi huyu si mwingine bali anafahamika kwa jina la Jean Ndara, mwamuzi kutokea kwenye taifa la DR Congo. Ndiye ameteuliwa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF kuja kusimamia sheria 17 za mpira wa miguu kwenye mchezo kati ya klabu ya Yanga dhidi ya timu ya JS Kabylie, mchezo ambao unatarajiwa kufanyika Februari 15 mwaka huu hapa 2025 kwenye dimba la New Amani Complex pale visiwani Zanzibar. Uamuzi huu umefanyika wiki chache tu baada ya fainali la kombe la mataifa barani Afrika CAF iliyoweza kufanyika pale nchini Morocco, iliyochezwa kati ya Senegal dhidi ya timu ya Morocco, ambapo Ndara alikuwa ni kiini cha mijadala mikubwa. Mwamuzi huyo alikosolewa vikali kwa baadhi ya maamuzi yalioonekana kuwa ni ya utata, lakini pia licha ya kuweza kukosolewa vikali, ila shirikisho la mpira miguu barani Afrika CAF limekuja kumwamini tena na kuweza kumpa majukumu mazito kwenye kuja kusimamia mchezo ambao una pressure kubwa kwa timu zote mbili, hususan timu ya Yanga Sports Club wao wakihitaji matokeo chanya ili waweze kujinasua kwenye mtego wa kuishia kwenye hatua ya makundi na kwenda kwenye hatua ya robo finali. Sasa Ndara ameweza kutoa takriban penalti 2 kwenye ile michuano ya AFCON pale nchini Morocco, akiweza kutoa penalti kati ya taifa la Morocco dhidi ya Komoro, lakini pia aliweza kutoa penalti kati ya taifa la Senegali dhidi ya Morocco. Kwa hiyo unaweza kumtafsiri vizuri mwamuzi huyu ni mwamuzi wa namna gani anapokuwa uwanjani, na ni mwamuzi ambaye kiukweli anaonekana anapochezesha mechi baina ya timu za Uarabuni zinazotokea kaskazini mwa bara la Afrika, matokeo mazuri yanakwenda kwa upande wa timu kutokea kaskazini mwa bara la Afrika. Hivyo klabu ya Yanga waweze kujipanga vizuri kuhakikisha wanakwenda kushusha tempa yao na kwenda sawa na mwamuzi huyu ili angalau wapate kile ambacho wanakihitaji. Maana hapa klabu ya Yanga kuna mechi nyingine inabidi waweze kucheza licha ya mchezo wao dhidi ya timu ya JS Kabylie katika michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika. Mimi nilikuwa nakusogezea hayo mawili matatu ili na wewe mwana mchezo wangu uweze kufahamu kuhusiana na hicho, kuhusiana na mwamuzi huyu Jean Ndara kuweza kuteuliwa kuwa ndiye mwamuzi atakayesimamia sheria 17 kwenye mchezo kati ya timu ya Yanga Sports Club dhidi ya timu ya JS Kabylie, mchezo ambao unatarajiwa kufanyika kwenye viunga vya New Amani Complex pale visiwani Zanzibar Februari 15. Sasa kama unachote kitu maoni yako ama mtazamo wako, huu ndio muda wako sahihi, njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment ya hapo, na sisi tutakuja kuchat na wewe kupitia hapo, bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu.